Meneja, habari yako? Salama. Safi, unaendeleaje? Namshukuru Mungu kwa kila jambo. Za majukumu? Sio mabaya. Yapo changamoto 1 2 3, lakini mwisho wa siku nadhani unaponiuzia majukumu manake sio majukumu personal. Sio kuhusu maisha yangu, lakini at the end of the day manake unazungumzia majukumu kwa kazi na nafasi yangu ambayo ninayo kwa sasa kama team manager Simba Sports. La msingi ni kwamba majukumu yanakwenda vizuri. Iwapo kuna changamoto za hapa na pale, lakini huwezi kuziacha, lakini at the end of the day inatakiwa upambane nazo. Tumemaliza game yetu ngumu kidogo ya NBC dhidi ya Singida na kupata matokeo. Jambo la kwanza la kushukuru. Lakini na pili, baada ya hapo tumeweza kusafiri kwa ajili ya safari yetu ya mchezo wa semifinal, kwa maana nusu finali na Singida tena. Kwa hiyo ndani ya siku 2 3 unajikuta unacheza na mtu yule yule katika mazingira tofauti. Tumechoka. Timu iko kwenye fatigue. Unajua tunashiriki mashindano 3 kwa wakati mmoja ndani ya wiki moja au ndani ya wiki 2, unaweza kusema ukizungumzia na maandalizi. Tumecheza final ya Confederation, kwa maana ya kwamba tulikwenda kucheza Belkane, tukatoka, baadaye tukarudi kucheza kwetu. Fatiki bado ipo ya safari, mazingira ya kubadilisha hali ya hewa na mazingira ya viwanja kama kawaida. Tumekuja kucheza kwenye artificial turf mechi na Singida, then tunaenda kucheza tena Babati. Kwa hiyo kwa maana hapa hatuna muda wa kufanya recovery, hatuna muda wa kupumzika, hatuna muda wa kufanya mazingira yote ya kirafiki kufanya mchezo, lakini mwisho wa siku lazima tukapambane. Tumemaliza final ya mwisho, hatukufuata vizuri, lakini tumeshukuru kwa kile tulichokipata. Kwa maana ya halisi ukiangalia tulikotoka, tulipo na tunakotegemea kwenda, at least kwa 100% tumeachieve goals ambazo tulijiwekea. La pili, tunakwenda kwenye semifinal ya CRDB. Moja wapo malengo yetu. Maana malengo yetu ilikuwa kucheza finali zote 3. Kwa maana ya 3, maana yake na yenyewe naita ni finali kwa sababu mpaka tulipo tuko kwenye nafasi nzuri katika mashindano ya NBC. Kwa maana hiyo kote tunakwenda vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah akitusaidia na sisi tukipambana tutapata matokeo mazuri. Sawa, wachezaji wote meneja waliopata nafasi ya kusafiri wanaendeleaje hali zao kwa mujibu wa eneo la technical, lakini timu ipo hapa Arusha, mechi Manyara ni sababu za technical na vitu vya namna hiyo, lakini pia wewe meneja ushakutana na situation ngumu kama ambayo tupo nayo sasa hivi, lakini pia ndio daraja la benchi la ufundi na wachezaji. Vitu gani ambavyo huwa vinafanyika hapo wachezaji kupata nafasi ya kupambana zaidi? Kwanza ukubwa wa club, experience ya club, unapokutana na changamoto kama hizi huwezi kuwa na excuse. Lakini mwisho wa siku ukubwa wa club unaona tumemaliza. Tuwashukuru Air Tanzania vile vile, board members na mwenyekiti wetu na rais wa club vile vile kwa kuweza kuyafanikisha yote haya. Ukumbuke mazingira singekuwa rafiki, sasa hivi tungekuwa barabarani tunaelekea katika safari ndefu kwa ajili ya mashindano haya ambayo yanakuja. Ninapozungumza wachezaji wamechoka, ndo maana yangu inapokuwa. Kwa unapokutana nao lazima uwatengeneze katika mazingira psychological kuhakikisha kwamba wanarudi katika mchezo. Hii ni vita. Ligi inakwenda ukingoni. Huwezi kusema tu postpone game kwa sababu lazima na kwenye tuwape favor federation, tuwape favor bodi ya ligi, kwa maana ya kwamba changamoto hizi nazo wanaziface, sio kwamba ni kwetu peke yake. Sisi tulikuwa tunashiriki mashindano mengine, lakini mwisho wa siku lazima hili litokee. Mwisho wa siku kuna chani mbele ya safari, kuna pre-season, kuna kila kitu. Na kanuni zinakuruhusu, kanuni masaa 72, masaa mangapi unatakiwa ucheze, regardless unachezea wapi. Sasa sisi tunapata advantage kwa sababu tunaweza tukatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa mwingine, ingawa it's cost na ni gharama kubwa. Sasa nikirudi kwenye hoja yako, mazingira tunayokutana nayo sio rafiki sana. Lakini ninavyosema tuna wataalamu wengi, mwalimu wetu, technical staff, medical department, senior players ambao walikuwepo toka zamani, wengine marafiki wa karibu, madoctors, wanajitahidi kuelewesha wachezaji. Mimi nikiwa kama mlezi, nikiwa kama mzazi na vile vile msimamizi mkuu wa kila kitu kinachofanyika, na hakikisha tunaenda katika malengo tulojiwekea regardless ya matatizo au changamoto tunazokutana nazo. Baada ya yote manager, maandalizi yakoje sasa kuface hiyo mechi? Hilo nalo ni changamoto nyingine. Maana nitakuwa naorodhesha sasa mwisho siku nitaonekana nasema changamoto. Mechi inachezwa Babati.
sisi tuko Arusha. Kwenye akili ya kawaida inatakiwa tuwe Babati, lakini mazingira ya Babati si kwa ubaya, si rafiki sana. Kwa maana yake ina maana tunatoka kwenye stop ya Kwanda Dar es Salaam tunakwenda Arusha, then tunapata stopover, mna check in hotelini, baadaye mnakuja mnafanya training, mna check out, mnaenda tena Babati. Kwa mazingira hayakuwa rafiki sana. Nadhani mbele ya safari nadhani tuangalie uwiano wa kuhakikisha kwamba mazingira rafiki na uzungumza, kunatakiwa training facilities, hotels, sehemu za kupumzika, yani inaenda ku accommodate watu wengi. Kwa hiyo kama sisi wenyewe kama club, kama team tunapata changamoto ya sehemu ya kufikia, vipi kuhusu wadau wengine ambao wanakwenda. Kwa hiyo nalishauri tu taasisi zinazohusika wakati mwingine kuwe na uangalifu wa kuhakikisha kwamba tunawapa tu burudani. Unajua mpira ni entertainment. Mpira si kwamba tunakifanya, ni moja wapo ya biashara ambayo ni kubwa katika level ya kisasa ya sasa hivi. Kwa hiyo tuifanye iwe rafiki. Wachezaji wametoka kucheza jana, wanafika wanapoteza muda sehemu nyingine, tunatoka tunakwenda tena sehemu nyingine. Kwa hiyo at the end of the day unaweza kujikuta tukaenda kufika kule sehemu yetu tunaochezea siku ya mechi. Kwa hiyo ni changamoto, lakini ni hard time, lakini tunakwenda kupambana. Mwanaume kaumbwa kupambana. Simba hajawahi kushindwa. Analolitaka atalifanikisha. Tunakwenda kupambana. Kwa namna maandalizi yalivyo, mpinzani alivyo, tuna sababu nyingi za kufudhu kwenda kwenye hatua ya finali. Unapozungumza sisi ni club kongwe na club kubwa, lakini unapozungumza club bora huwezi kuiacha Singida kuitaja Singida. Wamesajili vizuri, wana experience players wengi, wana usimamizi mzuri. Kwa kimpira lazima umheshimu mpinzani. Na unapozungumza yeye katika top 3 4 maana yake yupo kwenye semi final, kwenye Confederation kwa maana CRDB Cup, lakini na kwenye ligi yuko kwenye top. Maana yake akili yake na view yake naye kushiriki kimataifa. Kwa sio mtu mdogo. Ana wachezaji wengi wa foreign players ambao wamewatoa sehemu mbalimbali, ni experience one vile vile. Kwa hiyo tunakwenda kwa tahadhari. Tumecheza wote jana. Mtu anaweza kusema wote si mmechoka, lakini si tuna fatiki ya nyuma yake kama siku mbili zilizopita. Kwa hiyo anapata advantage, lakini na mwisho wa siku tunakwenda kukutana wanaume wawili. Singida ni timu bora, management, technical staff wake, tunaheshimiana vizuri. Kwa hiyo tunakwenda kwa uangalifu. Haijalishi, hatuwezi kuwa na kisingizio tena kwamba tulichoka. Hilo neno ni la kuongelea, lakini mwisho wa siku lazima kama klabu kubwa uhakikishe kwamba unapambana vipi ukiwa katika hali hii ya sasa. Sawa meneja, tumalize. Tuna mashabiki pengine wanatoka Dar kuja Manyara kama si Babati. Tuna mashabiki hapo tunapoenda kucheza mechi Manyara kwenyewe. Tuna mashabiki waliopo karibu na eneo ambao sisi tunaenda kucheza mechi. Ni nafasi pengine ya kuzungumza nao sasa. Kwanza tuwashukuru washabiki wote ambao tumeanza nao msimu. Tulikuwa nao pamoja, msimu haujakwisha, lakini nisichukuliwe kwamba nimesema msimu umekwisha, lakini tuwashukuru kwa pale ambapo walitusupport, hasa kwenye mashindano yale ya kimataifa. Tulikuwa nao sambamba, ingawa mashindano ukumbuke kuna ambao walisafiri mpaka nje ya nchi kuhakikisha kwamba wanakuja kutupa support. Wanatakiwa waje kuiangalia timu yao. Ukanda wote huu wa kaskazini waje Babati, waje kuisupport timu yao ambayo imefika finali. Wakumbuke ni timu ambayo imefika finali ikiwa inatengenezwa. Niliwahi kusema sasa hivi watu wa Simba kuna wakati wanasema hatutakiwa kuchukua kombe. Ni kweli, lakini malengo yetu ya msingi ilikuwa tunatengeneza timu. Na niliwahi kusema kwamba tukatoka kwenye kutengeneza tukajikuta tumeruka, tumekwenda kwenye kuboresha. Sasa hivi tuko kwenye kuboresha. Mapungufu tunayaona, lakini katika upungufu wetu tumeweza kufika finali. Naamini tulijikuta kwamba kumbe hichi kitu cha kutengeneza kinawezekana tukawa washindani. Kwa hiyo tukatoka kwenye kutengeneza tukajikuta tu washindani. Na sasa hivi tumekuwa washindani haswa. Tumekuwa na kiburi cha kupambana. Tumekuwa na kiburi cha kuhakikisha tunapata kile ambacho tunakiona pale. Kuna kitu tunakiona kiko mbele yetu, tunasema kwa nini tusiende tukakichukua. Kwa hiyo support yetu ya 12 ni supporters, wanachama, members na wale wengi wanaotutakia mema. Tunawakaribisha kwamba tulikotoka ni mbali, tumebakiza sehemu fupi. Tuje kaskazini. Baada ya hapo tuna jambo letu tarehe 15. Pia hilo lipo. Kitaratibu lazima liwepo. Lakini kwa utashi wa mtu kama anaona halifai kuwepo, sisi tunaendeleza mapambano yetu. Kwa sababu inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia, tusipokutana tarehe 15, tutakutana baada ya nusu finali. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, tuende kwenye kusapotiana, tuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye semi final, then tumalize msimu katika malengo mazuri ambayo tumejiwekea.